Kwa hiyo imla alfaragh fi ma yali biwad'i alkalimati almunasiba min alkalimati taliya, ili ni zoezi. Anasema jaza mapengo fi ma yali, katika kile kinachofuata, biwad'i alkalimati almunasiba, kwa kuweka neno linalofanana min alkalimati taliya, katika maneno yafuatayo. Alhajaru bila shaka itakuwa ni thaqilun, albabu bila shaka itakuwa ni maftuhun, alqamaru bila shaka itakuwa ni jamilun, alwaraqu bila shaka itakuwa ni khafifun, almindil bila shaka itakuwa ni wasiqun, allabanu bila shaka itakuwa ni har. Haya tumeshasoma maana yake, kwa hiyo hakuna sababu ya kusema tu yarejee, kwa sababu tumeshasoma maana yake. Zoezi jingine, imla alfaragh, jaza mapengo fi ma yali, katika kile kinachofuata, biwad'i kalimati munasiba, kwa kuweka neno ambalo linafanana. Mfano hapa, albaytu nadhifun, nyumba safi. Kwa hiyo hii ni kazi ya kwako, na maana utafute kile ambacho kwamba kinafanana. Mfano kama hapa barid, hapa kutakuwa kuna maziwa. Al-laban, ba'in, itakuwa kuna mfano al-masjid ba'id. Jalis, itakuwa kuna al-walad. Qadim, pengine al-mudarris qadim. Maksur, pengine al-qalam. Qarib, maana yake labda tuseme as-sariru, kitanda. Waqifun, pengine tuseme imam. Kabir, tuseme al-hisan. Jadid, pengine tuseme al-jamal. Sawa, hayo maneno yote sisi tumesha yasoma. Haya, alkalimatu aljadida, maneno mapya ambayo sisi tumeyasoma katika darasa hii. Alqamaru, yote haya kwa sababu tumeshasoma na maana yake mimi nayasoma tu. Alqamaru jadidun qadimun wasikhun nadhifun harrun baridun saghirun kabirun maftuhun maksurun thaqilun khafifun jamilun waqifun jalis. Haya sisi tumesha yasoma. Kwa hiyo kuna najmun, an-najmu, dikun, ad-diku, rajulun, ar-rajulu, talibun, at-talib. Kwa hiyo hii ndio maudhui yetu ambayo tumeisoma, lakini sasa hapa kuna ishara kuwa kuna tofauti kati ya mwanzo wa darasa tuliposoma. Tuangalie katika haya maneno ambayo tumeyasoma na haya yaliyoekwa mwisho wa darasa. Hapa kuna baitu, katika al kwenye lam kuna sukun, na hapa kuna sukun, na hapa kuna sukun, na hapa kuna sukun. Lakini ukiangalia mwisho wa darasa kile ambacho kwamba kimewekwa hapa, kuna shadda, na hapa kuna shadda, na hapa kuna shadda, na hapa kuna shadda. Maana yake hii herufi na hii na hii na hii ni herufi ambazo kitia alif na lam basi lazima zitiliwe nguvu katika kutamkwa, yani maana yake kuweko kuna shadda juu yake. Na ufafanuzi wa haya kuna mifano kaiweka kwanza, kisha baadaye atakuja na kubainisha kuwa herufi hizi ambazo zikitamkwa lazima kuna kuweko alif na lam ziwekewe shadda, na zile ambazo haziwekewi shadda kuna tofauti gani. Mfano an-najmu ba'idun, nyota iko mbali. Ar-rajulu waqifun, kijana kasimama. As-sukaru hulun, sukari tamu. At-talibu maridun, mwanafunzi mgonjwa. Ad-diku jamilun, yugo suri. Ad-daftaru jadidun, daftari jipya. At-tajiru ghaniyun, fanya biashara tajiri. Ad-dukanu maftuhun, duka liko wazi. Al-waladu faqirun, mtoto fakiri. At-tufahu ladhidhun, tufaa tam. الطبيب طويل, daktari mrefu. Almudarrisu qasirun, mwalimu fupi. Tutaona baadaye kuna tamarin, mazoezi. Hapa anataka utofautishe baina ya neno ambalo ikiingia alif na lam linapata shadda na ambalo halipati. Mfano hapa al-bab, ina maana lazima lam ipate sukun. Atta ina maana ta inapata shadda, lam inakuwa haitamkwi, inaingizwa katika shadda, shadda inapata shadda, inakuwa atta. Huwezi kusema al-ta. Kwa ina maana katika lugha ya Kiarabu kuna maneno ukiweka alif na lam lazima neno la mbele lipate shadda na lam haitamkwi, na kuna maneno ambayo ukiweka alif na lam inatamkwa na herufi inayokuja haipati shadda, kama al-bab na hapa atta. An-najmu lam haitamkwi. Al-qamaru lam inatamkwa. Ad-diku lam haitamkwi. Al-ma'u lam inatamkwa. As-sariru lam haitamkwi. Al-baytu lam inatamkwa. Al-masjidu lam inatamkwa. Ar-rajul
lam haitamkwi, as-sukar lam haitamkwi, al-waraq lam inatamkwa. Kisha akasema imla'il faragha, jaza mapengo fima yali, katika kile kinachofuata, yudai kalimatul munasiba, kwa kuweka neno linalofanana kama tulivyopita kule. Ghaniyun maana yake tajiru, hulun as-sukaru, maridun al-waladu, ladhidun at-tuffah, tawilun at-tabibu, qasirun al-himar. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo haya ni mazoezi ambayo ni ya kwako ufanye wewe. الدرس الثالث بعد تكونالو أنا سمع اختار chagua كلمة من القائمة با chagua neno katika kifungu ba tunasibu الكلمة التي في القائمة ألف ambalo linasbiana neno ambalo lipo katika kifungu cha alif, uoanishe maneno yenye kufanana. Mfano atalibu, mwanafunzi, tutaleta mpaka hapa maridh, talibu maridh, mwanafunzi mgonjwa, na maana hapo tutapiga mstari pakaba. Ad-dukan maftuh, at-tuffah ladhidh, al-ma har, al-hajaru thaqil, bila shaka al-qalam kumebakia maksur. Kwa hiyo hapo itakuwa zoezi limeisha. الكلمات الجديدة من المابي أمبا سيستم يسوما كنا حلول تام، مريض مgonjwa، الدكان غني معناه تجيري، الدكان دكان طويل بريف، فقير فقير، قصير مفوق، التفاح تفاح. ina maana hapa insha Allah barakallahu fik tutakuwa tumemaliza. Sasa tunakuja katika yale maneno ambayo lamu yake inatamkwa na ambayo lamu yake haitamkwa. Maneno ambayo baada ya alif na lam herufi yake ikija lam inatamkwa, sukun inakuwa ni alhurufu alqamariya. Yani kila neno ambalo lina hizi herufi ambazo ikiingia alif na lam inatamkwa lam, na zinatamkwa hizo herufi huitwa alhurufu alqamariya. Na kila neno ambalo kuna hizi herufi ambazo zikiwepo hata kukiingia alif na lam haitamkwi, na herufi hiyo inapata shadda, hizo huitwa alhurufu ashamsiya. Kama ambavyo unaona hapa kuna al-ab baba, na kuna albab mlango, aljannatu pepo, alhimaru punda, alkhubzu mkate, alainu jicho, alghadau chakula cha mchana, alfam mdomo, alqamar mwezi, alkalbu mbwa, almau maji, alwaladu mtoto, alhawau hewa, alyad mkono. Kwa hiyo ina maana herufi 14 zote lamu yake inakuwa inatamkwa. Kwa hiyo katika uzungumzaji wa Kiarabu mtu anatakiwa afahamu hilo. Alafu kuna atajiru, fanya biashara, athaubu nguo, kuna dal adiku kuku, kuna dhalun aldhahabu dhahabu, raun arrajulu kijana, zaun azzaharatu, wa sin alsamak maana yake ni samaki, shin alshamsu jua, sad alsadru kifua, dad aldhaifu mgeni, ta talibu mwanafunzi, da aldhaharu mgongo, lam allahamu nyama, nun annajmu sawa nyota. تمرين maana ni zoezi. اقرأ الكلمات الآتية، soma maneno yanayofuata, waktubha muraiyan qawaida nutqi alhuruf alqamariyya washamsiyya, soma maneno yanayofuata kisha yachunge kupitia kile ambacho kwamba sisi tumekisoma katika hurufu alqamariyya na shamsiyya ambazo tumezisoma hapa. Kuna albaytu, addiku, almudarris, albabu, altalibu, alsukaru, aldaftaru, alakh maana yake ni kaka, ile tujalisoma, arrasulu mjumbe, alwajhu uso, alsadiqu rafiki, alquran quran, alsalatu sala, alkaibatu alkaiba, arrasu kichwa, alisba kidole, alsabun sabuni, aldufru kucha, alfajru الفجير، الظهر الظهوري، العصر العصري، المغرب مغربي، العشاء maana yake isha. Kwa hiyo insha Allah hapa itakuwa tayari hayo maneno tumeyasoma vizuri, na insha Allah bi'idhnillahi tabaraka wa taala tunaingia katika darasa ya 4. barakallahu fikum. Kwa hiyo tutaingia darasa arabi, darasa